Naam, karibu mtazamaji wa Sauti TV kwenye kipindi chetu cha Sports Warm Up, ambapo siku hii leo tutakwenda kuangazia mada ambayo inasema faida za mchezo wa chandimu kwenye kukuza soka la vijana. Siku hii ya leo studio niko na wanasoka hawa ama wanakabumbu ambao tutakwenda kujadili mengi kuhusu mchezo huu wa chandimu. Niko na Sefu Shabani pamoja na Mwita Malu ambao wao watakwenda kuzungumza mchezo huu wa chandimu una faida gani kwa vijana na wao kama wao wamenufaika vipi kwa kucheza mchezo huu wa chandimu. Ndugu zangu, kwanza habarini za saizi. Nianze kwako Sefu Shabani. Mchezo wa chandimu, tunapokuwa tunazungumzia mchezo wa chandimu tunakuwa tuna maana gani kwanza? Maana watu wanataka kujua kwanza mchezo wa chandimu una maana gani? Sawa, mchezo wa chandimu ni mchezo ambao unakuwa na sheria ambazo sheria zake ni tofauti, zinakuwa tofauti na sheria zile za mchezo wa gozi ambao wengi tunauzoea. Mchezo wa chandimu ni mchezo ambao kwanza, moja ya sheria yake lazima ucheze peku bila viatu, lakini sheria ya pili ni mchezo ambao unakuwa hamna refa. Refa anakuwepo pale ambapo inapoanzishwa ligi labda ya kuku, mbuzi. Lakini pia mchezo wa chandimu ni mchezo ambao mara nyingi tunavyocheza sisi kama wachezaji wa chandimu tunakuwa tuchezi ile kwa kupeana nafasi ile. Unaona? Mara nyingi unakuta beki unamkuta mbele kwa forward, forward unamkuta huko, kwa hiyo unakuwa na kuchanganyikana kwa. Nikija kwako Mwita Mwalwa, kuna faida gani ya mchezo huu kwa vijana wa mtaani? Tunaona mchezo huu sana sana unachezeka mtaani. Kuna faida gani kwa vijana? Tukiangalia huu mchezo wa chandimu, kwanza una faida mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza katika sisi wachezaji. Kwanza unaimarisha mwili, afya na akili, pia unajenga pia mwili. Faida nyingine ambayo inaweza kuleta huo mchezo wa chandimu ni kuunganikana kwa watu, unaleta ushirikiano baina ya watu, urafiki unaunganisha na kadhalika. Nikija kwako Sefu Shabani, mchezo huu wa chandimu una mchango gani kwenye kukuza soka sasa la vijana huko mtaani ambako nyinyi mmekuwa mnashiriki? Kwanza huu mchezo una mchango mkubwa sana katika kuibua vipaji kwa sisi vijana. Kwanza sitaki kuamini kwamba moja kwa moja wachezaji hawa wadogo tunaona wakubwa kina Msuva, Miroshi nani wameonekana kwenye gozi. Hapana. Vipaji vimeanza kuonekana kwenye mchezo wetu huu wa chandimu. Vipaji vinaonekana, watu wanakuja pale, wana maagenti au watu ambao wana academy mbalimbali wanachukua vipaji wanaenda kuvipeleka. Kwa hiyo vipaji vingi vinaibukia hapo kwenye mchezo wa chandimu. Kwa hiyo una faida nyingi sana, lakini mbali na hapo unaona kuna watu wazima kabisa miaka 20, 25, 30 hapo wanacheza chandimu. Kwa nini wanacheza chandimu? Kuna faida ambazo tunazipata. Moja ya faida ni kwamba tunakujipatia kipato, mfano kwenye ligi. Kama mimi ni mchezaji wa chandimu maarufu sana hapa Masha. Wanakuita Kopama. Kopama wananiita. Kwa hiyo unakuta na aliko katika timu mbalimbali nagewa hela, bwana kiasi hiki hapa tuchezee hizi mechi za ligi nini. Kwa hiyo unajipatia kipato pia katika mchezo huu. Taswira ambayo imekuwa ikionekana kwenye mchezo huu wa chandimu ni kwamba ni kama mchezo fulani hivi wa kihuni ama wa mtaani zaidi, na ndio maana watu huu hawaupi kipaumbele. Kipi kwako ambacho Sefu unataka kuiambia jamii kwamba mchezo huu unapaswa pia kutazama na uwekezaji pia uwekwe kwenye mchezo huu wa chandimu, ingawa sheria zake tumeona ziko tofauti na mchezo wa kawaida wa mpira miguu ambao tumeuzoea? Kwanza mimi nawaelewa sana wazazi wanaosema mchezo wa lakini sitaki kukubaliana nao. Nawaelewa kwamba wanaposema ni mchezo wa kiuni, lakini sitaki kukubaliana nao. Kwa nini nawaelewa? Kwa sababu moja kwa moja mchezo wa chandimu sisi tunazocheza mechi kubwa hizi unakuwa kuna maugomvi makubwa yanatokea, watu visu nini, maugomvi, watu wanatoana macho nini kwa mchezo huu wa chandimu. Umeona? Lakini pia kwamba kwa nini sikubaliani nao kwamba mchezo wa chandimu ni mchezo wa kiuni nini. Mchezo wa chandimu sasa hivi ukiangalia kwenye ajira, watu tofauti ambao wameajiriwa maserikalini au wapi, unakuta hela anayolipwa ni tofauti na mchezaji ambaye ametokea huko kwenye chandimu, amekuwa kwenye klabu kubwa, anafanya vizuri sasa hivi huko. Kwa hiyo mpira una faida kubwa sana. Umekuwa umeshika kasi sana sasa hivi. Nikija kwako Mwita Marwa, ambacho amekisema Sefu ni kwamba yeye anakubaliana na wale ambao wanasema ni mchezo wa kihuni, lakini pia kuna upande fulani hakubaliani nao. Kwako wewe, hii taswira ya kwamba huu mchezo unaonekana ni mchezo kama wa mtaani na haya maugomvi ambayo yanakuwa yanatokea, unafikiri ni kitu gani sasa kifanyike kwenye mchezo huu wa chandimu ili kiweze kuboresha zaidi na mchezo huu sasa uweze kuheshimika na kutambulika zaidi kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine?
Katika jamii zetu huu mchezo wa chandimu unaonekana kwamba ni mchezo mbaya, lakini kiuhalisia ni mchezo ambao unatuletea sisi manufaa. Kwa hiyo kiuhalisia inabidi tuwaaminishe wazazi kwamba huu mchezo unafaa na unatumika katika jamii kutuletea nini? Kutuletea mafanikio. Kwani wachezaji wengi wa ligi za juu wameanzia huku, pia sisi tumeanzia huku kwenye michezo ya chandimu ambayo tunacheza na kuletea manufaa kama sisi. Kwa hivyo wazazi inabidi tuwaase na tuwape elimu kuhusiana na huu mchezo wa chandimu. Kwa kama hivi. Nikirudi kwako Seif Shabani, ama wanakuita Cole Palmer kwa jina lako jingine la mtaani huko. Mchezo wa chandimu umesema una sheria tofauti na mchezo wa kawaida. Kwako wewe sasa, hizi sheria za wachezaji kucheza bila viatu, mchezaji kucheza bila kuwa na namba maalum, unafikiri ni kwa sababu ni burudani ya kawaida, ama tunapaswa kuutazama kwa namna nyingine na kuboresha zaidi mchezo huu, kama kuleta marefali ili uweze sasa kuwa mchezo bora zaidi, ama sheria hizi zipo kwa ajili ya kunogesha mchezo huu kwamba mtu akicheza bila viatu ndio anakuwa anaenjoy zaidi kuliko akicheza na viatu? Mimi naamini kwanza kwa mtazamo wangu mimi naamini mchezo wa chandimu mchezo mzuri sana zaidi ya hata gozi. Sawa, gozi ni mchezo mzuri ambao unaweza kukufikisha sehemu fulani na ukajinufaisha mwenyewe, lakini naamini mchezo wa chandimu pia una ladha zake, na hizi sheria zinaweza zikawa ni mbaya kwa kiasi fulani, ila pia ni nzuri. Kwa hiyo sishauri hata kidogo kwamba sheria ziondolewe, labda kama kuna vitu ambavyo vinaweza wakatuongezea kwenye hizi sheria zetu ambazo tuko nazo, basi itakuwa vizuri, lakini sishauri sheria hizi ziondoke. Sasa hapo kwenye mchezo wa chandimu kwako Seif Shabani, kuna ligi ambazo zinafanyika kwenye huu mchezo wa chandimu, na kama zipo ligi ningependa utufahamishe na uwafahamishe ambao wanatutazama kwamba mchezo huu unaheshimika kiasi cha kufikia watu kuandaa mpaka ligi. Sawa, huu mchezo wa chandimu ni mchezo ambao una burudani sana. Yaani ni mchezo ambao kwanza hauna gharama, lakini pia unastarehesha sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninavyokuambia mimi tunapocheza uwanja wa chandimu watu wanajaa, ni wengi sana, wanakuja kuburudika. Watoto, wamama, wazee wanakuja wanaburudika. Lakini pia kuandaa hivi makombe. Naweza kaa sio makombe makubwa, ila makombe yetu sisi haya ni madogo madogo tu. Iwe katoni ya juisi, kuku, muda mwingine hata mbuzi nini. Kwa hiyo hivyo vinakuwa vinaandaliwa kwenye ligi na watu wanakuwa wanavishindania. Wanakuwa wanavishindania. Na haya maseke ambayo umesema wewe ya vurugu ambazo zinakuwa zinafanyika, unafikiri ni kitu gani kiboreshwe sasa kwenye mchezo wa chandimu? Kwa sababu pamoja na kwamba ni mchezo bora umesema na ni mzuri, lakini moja kati ya changamoto kubwa ni namna ambavyo matukio yanayokuwa yanatokea baada ya vurugu zinazofanyika kwenye mchezo huu wa chandimu. Tumeona watu wamekuwa wakishikiana mapanga, visu. Hii haihatarishi? Na kwako wewe unafikiria ni kitu gani sasa kiboreshwe ili mchezo huu sasa, hata kama vurugu zinapokuwa zinatokea, basi ziwe vurugu za kawaida ambazo haziwezi kuhatarisha maisha ya watu wengine? Sawa, cha kwanza kabisa vitu ambavyo vinabidi viboreshwe katika hii michezo ili kuepusha hizi hatari ambazo zinajitokeza. Cha kwanza, waandaaji wa ligi wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba kuna usalama katika ligi hizi ambazo wanazozianzisha. Usalama, hatua gani ambazo wanapaswa wazichukue? Hatua ambazo wanazopaswa wachukue, hatua ya kwanza ni kwamba hakikisha kwamba sehemu ambayo anaanzisha hiyo ligi, kama ni kwa mjumbe au ni mwenyekiti, kuwe kuna taarifa ya hiyo ligi, iwe inajulikana vizuri kabisa. Lakini pia kuwe hata kwa sababu mfano kama ligi ya Mbozi ni ligi kubwa, si ndio hivyo? Awe hata na kuanzisha kwenda kuomba kaulinzi fulani hivi, iwe kama ni polisi au ili mradi wale hata wakiwa wanatembea nje ya uwanja mule, watu wanakuwa wanaogopa kufanya vurugu. Lakini pia mbali na hapo, atoe onyo kwa vile vilabu ambavyo vinavyoshiriki kwamba ukionekana mchezaji wako ameanzisha fujo, basi moja kwa moja timu yako inaondolewa, pointi unapokonywa. Yani nadhani hiyo itakuwa inasaidia sana pia. Lakini pia kwa mashabiki pia wale ambao wa timu ndio wanakuwa wanashiriki kwenye hizi vurugu, wale ndio wa vyanzo vikubwa sana vya vifujo. Kwa hiyo nadhani kama mwandaji wa ligi akitoa onyo kwa klabu, basi nadhani vile wale mashabiki wake wanaweza kawa wanaogopa kwamba timu yao inaweza ikaondolewa kwenye mashindano.
Nikija kwako Mwita Mwalo, kwako wewe kwenye mchezo huu wa chandimu, kwanza umenufaika vipi kwako wewe binafsi? Je, umekuwa ukiitwa kwenye timu zingine huko na kulipwa fedha ama umekuwa ukicheza tu for leisure, ile tunasema kwa ajili ya kupata burudani wewe mwenyewe binafsi? Kwanza tukianzia kwenye huo mchezo wa chandimu, unatupatia fedha za kujikimu. Kwenye mchezo wa chandimu kuna sisi kama sisi tumepaa kwenda nanili kwenye vilabu vikubwa, japokuwa kuna wengine bado hapo ambao wanaendeleza jitihada zao za kwenda kwenye vilabu vingine. Kwa hiyo sisi pia imetuletea faida ya kupata mahitaji madogo madogo ambayo yanaweza kutufanya sisi tukaendelea na sehemu zingine. Hivyo tumefanya chipukizi ya vijana wengi tukiwemo sisi miongoni mwao na wenzetu pia ambao tunaenda tunapaa kimataifa. Kwa kumalizia kabisa, Seif Shabani ama Cole Palmer, una lipi la kuambia sasa wale ambao wanafuatilia mchezo huu na wanatufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii kuhusu taswira ambayo ilikuwa imejengeka kwa watu kuhusu mchezo huu? Wanasema kwamba kuna msemo mmoja wa Kiswahili wanasema utamu wa ngoma lazima uingie ucheze. Kwa hiyo wasisikilize tu nadharia ambazo zipo mitandaoni au wanasikia kwa watu. Ushauri wangu mimi kwamba waende kwenye viwanja, washuhudie, waone nini kinafanyika, na kama vijana wadogo waende kweli washiriki mchezo afu waone ladha yake. Kuna faida kubwa sana. Bana, sawa. Mimi mwenyewe nafikiri nitaingia kidogo nikapashe kidogo kwenye chandimu na umekuwa ni mchezo ambao binafsi nimekuwa naufuatilia, na unajua zamani kabisa tulikuwa tunacheza huko kabla hatujahamia kwenye Magozi. Kwa hiyo kama umesema Shabani Seif kwamba huu ni mchezo ambao unapaswa kuheshimika na ni mchezo ambao pia una sheria zake na kanuni, basi na mimi nitaingia kidogo nikacheze na nikapashe misuli yangu moto. Nikushukuru wewe mtazamaji ambaye ulikuwa unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii tukipatikana kama Sauti TV. Tunafikia tamati sasa ya Sports Warm Up, na tulikuwa tunazungumza mada ya leo ilikuwa inasema kwamba faida ya mchezo wa chandimu kwenye kukuza soka la vijana mtaani huko, mchezo huu ambao unachezwa sana mitaani. Na kufikia hapa sina la ziada, ulikuwa nami Jordan Mgoli.